nyumba ya Bwana. Yeye hainvest, hakuna kitu anainvest katika nyumba ya Bwana. Mtu wa tatu ni a disciple. Disciple ni mfuasi. Yeye ni mfuasi. Mfuasi ni nani? Yeye ako interested ama ana hiyo matamanio ya kuwa pale, na ako na matamanio ya kusikia na kusoma neno la Mungu pale, lakini yeye ainvest pia. Yeye ni mfuasi, anafuata. Bwana Yesu asifiwe. Anapendezwa sana na kazi ya Mungu ambayo inaendelea pale. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba yeye hainvest katika kazi ya Mungu, lakini yeye anajiita ni mfuasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yeye anajiita ni mfuasi. Kwa hivyo ni vizuri katika huduma ya masaidiano tuelewe watu wa aina hii. Tumesema mtu wa kwanza ni mgeni, mtu wa pili ni mshirika, mtu wa tatu ni mfuasi, mtu wa nne ni mwana. Ni mwana. Sons and daughters. Hawa ni kina nani? Maandiko inasema ya kwamba hawa wana invest, they belong, wako eti wao ni wa ile huduma, wao wanatoa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu wanne katika huduma ambao tutakutana na wao, na lazima tuwaelewe kwa sababu wako na hakuna siku watakosekana katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wangapi katika huduma? Wa kwanza, wa pili mshirika, wa tatu mfuasi, wa nne mwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa ni watu ambao wako katika huduma. Sasa wacha tuingie katika huduma ya masaidiano. Hii huduma ama kila huduma inakuanga ni kazi ya Mungu. Na katika kila kazi ya Mungu lazima tuelewe ya kwamba kila mtu ambaye amekuja katika nyumba ya Mungu, Mungu amemleta kukiwa na sababu, na ameletwa akiwa mtu wa muhimu na wa maana katika kazi ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hakuna mtu hata mmoja, hata yule mtoto ambaye ako pale nyuma ambaye sio wa muhimu katika kazi ya Bwana. Bwana Yesu atukuzwe. Kila kiungo ambacho kimewekwa katika kazi ya Bwana ama katika huduma ni cha maana na ni cha muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikwambia ya kwamba kila mtu ako na nafasi yake katika huduma. Kila mtu ako na nafasi yake katika huduma. Kama vile mwili ambao umebeba uko na kila kiungo, hivyo ndivyo mwili wa Kristo ulivyo. Wewe umeitwa ukiwa mkono, mwingine ameitwa akiwa mguu, mwingine ameitwa. Kila mtu ako na sehemu yake katika kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika kazi ya Mungu kila mtu aliitwa. Kila mtu aliitwa na ameitwa katika nafasi yake. Kwa hivyo tunafaa kukimbia hii mbio, kila mtu akiwa amefuata laini yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Mungu amekuweka
asifiwe. Hiyo mahali ambapo uko ni Mungu amekuweka pale ukiwa msaada katika kiungo ama katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ile kiwango ama katika ile nafasi huko, lazima uwe mtu wa kufuata mwito wako. Uwe mtu wa kufuata mwito wako. Haleluya. Ukisoma katika 1 Corinthians First Corinthians 12. Tusome katika hiyo mstari wa 22 inasema, tuanzie mstari wa 20 inasema, lakini sasa viungo ni vingi ila mwili ni mmoja. 21 inasema, na jicho haliwezi kuambia mkono sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu sina haja na ninyi. Mbali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajika zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba katika mwili viungo ni vingi. Katika kanisa tuko wengi na tumeitwa kila mtu katika nafasi yake, na hakuna yule yeyote ambaye atasema ya kwamba wewe sikuhitaji. Hakuna yeyote ambaye anaweza simama aseme mimi nimejitosheleza, sitaki msaada wako. Kila kiungo kina kazi yake katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila kiungo kina nafasi yake katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo ukiwa mwimbaji unahitaji intercessor pale, unahitaji Asha pale, unahitaji kila mtu mahali hapa. Kwa hivyo tuko hapa ili tuweze kujengana kama mwili wa Kristo na tuweze kutiana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa tukihitaji kila msaada wa kila mmoja ambaye ameitwa katika kazi ya Bwana. Maandiko imesema hapo katika mstari wa 22 ya kwamba hasa zile vyombo ambazo zinaonekana ya kwamba ni dhaifu, hizo ndizo zinahitajika zaidi. Kuna watu kwa kanisa wako huko nyuma, wengi hata hawatambuliki, wengi hata wanapuuzwa, wengi hata hawahesabiwi. Lakini maandiko inasema hizo vyombo ambazo zinaonekana dhaifu, hizo ndizo Mungu anahitaji zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hizo vyombo ambazo sisi wanadamu tunaona ya kwamba hazina msaada, hizo ndizo Mungu anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Hizo vyombo ambazo pengine wewe ukiulizwa huyu anafanyanga kazi gani kanisani, wewe unasema hata sijui kile anafanyanga. Hiyo chombo ambacho kiko huko nyuma, kazi yake ni kukuja na kupiga magoti kumlilia Bwana na kurudi na kutoka. Hicho chombo Mungu anakihitaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hicho chombo ambayo wewe uoni, hicho chombo pale hata jina la wengine hawajulikani kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imetuambia ya kwamba hizo vyombo zinaonekana dhaifu, hizo vyombo ambazo zinaonekana hazitambuliki, hizo vyombo ambazo zimetupwa huko nyuma, hizo ndizo Mungu anataka ili aweze kuzitumia, kwa sababu hakuna mtu ambaye sio wa maana katika kazi ya Bwana. Bwana Yesu
Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna chombo ambacho sio cha maana katika kazi ya Bwana. Ukiwa pale nyuma, pengine unajidharau, pengine unaona kama hauwezi. Wacha nikwambie ya kwamba umehesabika katika ufalme wa Bwana. Umehesabika katika kazi ya Mungu. Umehesabika kwa yule aliyekuita ya kwamba wewe ni wa dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hizo vyombo ambazo zinaonekana dhaifu, hizo vyombo ambazo zinaonekana haziwezi, hizo vyombo ndizo Mungu ako tayari kuzitumia. Kwa hivyo ukiwa pale nyuma, usiseme kanisa ni ya viongozi, usiseme kanisa ni ya wainjilisti, usiseme kanisa ni ya mchungaji. Jihesabu ya kwamba wewe ni chombo, jihesabu ya kwamba wewe ni kiungo kimoja ambacho kinasimamisha kazi ya Bwana ili iweze kusimama. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ukiwa pale nyuma, unaona kama wewe ni mtu ambaye amedunishwa, unaona ya kwamba pengine ustahili, lakini nataka kukwambia asubuhi ya leo, jihesabu ya kwamba wewe ni kiungo ambacho kazi ya Bwana haiwezi kuendelea bila wewe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Unajua kama sina hii mikono, nitaonekana nikiwa mlemavu. Kama sina miguu, nitaonekana nikiwa mlemavu. Hivyo ndivyo kazi ya Bwana ilivyo. Wewe ni mkono wa kazi ya Bwana, wengine ni mguu wa kazi ya Bwana, wengine ni macho ya kazi ya Bwana. Wapendwa, hatuna nafasi ya kujidharau. Wapendwa, hatuna nafasi ya kujidunisha, kwa sababu yule aliyetuita anatuona ya kwamba sisi ni viungo katika kazi yake. Haijalishi dunia inatuona aje, lakini kila kitu nitajivunia ya kwamba mimi ni mkono wa kazi ya Bwana. Bila mimi kuna ulemavu utaingia katika kazi ya Bwana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mguse mwenzako, mwambie mimi ni kiungo ya kazi ya Bwana. Oh, hai, kuna mahali haiwezi endelea kama siko. Kuna mahali haiwezi endelea kama siko. Kuna mahali haiwezi endelea kama siko. Haijalishi wanadamu wanakuona aje. Haijalishi wale wanakuwa karibu na wewe wanakuona aje. Lakini kile kinanifurahisha ni kwamba, oh my God, kuna mahali haiwezi enda kama mimi siko, kwa sababu nisipokuweko kuna ulemavu utaingia katika kazi ya Bwana. Praise the name of the Lord. Oh, hallelujah. Eti kuna mahali itainama kama sitakuwa. Oh, mami, wacha kujidharau. Baba yangu, wacha kujidharau. Wewe kama hauko, kuna mahali itainama. Wewe kama hauko, kuna maswali itaulizana. Jicho haliko, mkono hauko, mguu hauko. Wewe uko na nafasi kubwa katika kazi ya Bwana. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Oh, ni vizuri kujivunia na kujihesabu ya kwamba wewe ni kiungo katika kazi ya Bwana. Wewe ni kiungo katika kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wamekuwa wakipatiana huduma ya wali. Haleluya. Kuna watu wanasema sikaribiani hapo. Kuna watu wanasema sifikangi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasema sisi hatufikangi. Kuna wale wanafikanga hapa. Nataka kukwambia ya kwamba kila mtu anafaa kufika. Kila mtu anafaa kuonekana. Kila mtu anafaa kucheza nafasi yake. Kwa nini? Kwa sababu, oh my God, wewe ni kiungo. Na Mungu ndiye alikuweka mahali ambapo uko akiwa na salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni Mungu alikuweka mahali hapo akiwa na sababu. Kwa hivyo usiwahi jidharau. Usiwahi jidharau. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kutupia wengine kazi. Ukisoma katika
Inasema, na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Haleluya! Sijui kama umesikia hiyo, ya kwamba na vile viungo vya mwili vinavyodhaniwa ya kwamba havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi hata sana. Haleluya! Hizo ambazo unaona hazina heshima, hizo ambazo unaona hazina heshima, huyo unapitanga tu unagonga, huyo tu unapitanga mbele yake unampita tu. Huyo ambaye hata ukikaa hivi pengine unaona tu, yaani tuko tu na yeye kabisa. Hivyo ambavyo tunaona havina heshima, hivyo ndivyo ziko na heshima zaidi mbele za Bwana. Nimekuja kukutia moyo, nimekuja kukutia moyo mpendwa, ukiwa hapa. Maandiko imesema ya kwamba zile zinaonekana dhaifu, hizo ndizo Mungu anazitia nguvu, hizo ambazo hazina heshima.